Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 30 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi, linaanza na habari kubwa inayosema mchungaji Malisa asimulia mafunzo machungu siku 183 gerezani. Mchungaji Malisa asimulia mafunzo machungu siku 183 gerezani. Lakini ofisa mtendaji jela miaka 20 kwa kuiba shilingi milioni 3.3. Ofisa mtendaji jela miaka 20 kwa kuiba shilingi milioni 3.3. Lakini kuna habari kubwa inayosema kwenye gazeti la Mwananchi ni Dr. Nchimbi afichua siri yake na JPM. Dr. Nchimbi afichua siri yake na JPM, lakini ni baada ya kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM kukata jina la Lowassa. Ataja ahadi aliyompa ahadi ubalozi, ampongeza Mama Magufuli kwa malezi mazuri. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini dawa za kulevya kwenye vyakula zaongeza hofu. Dawa za kulevya kwenye vyakula zaongeza hofu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, lakini ukurasa wa 11 mpaka 17 ni Baba Levo. Stori yake ni muziki, siasa na harakati za uchawa. Baba Levo, siasa, muziki na harakati za uchawa. Hiyo ni gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Na tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema Benki ya Dunia yaingilia kati mlipuko wa ugonjwa wa Ebola barani Afrika. Lakini bangi bado tishio nchini, tani moja za kamatwa mwaka 2025. Bangi bado tishio nchini, tani moja za kamatwa mwaka 2025. Lakini ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Nipashe kuna habari inayosema Dr. Nchimbi asimulia alivyovutana na JPM. Dr. Nchimbi asimulia alivyovutana na JPM. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Nipashe. Ni kuhusu kugombea, aeleza jinsi walivyobishana kwenye simu zaidi ya mara mbili huku. Huyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Huyo ni Dr. Nchimbi, habari inaendelea ukurasa wa 3. Lakini chanzo kifo cha Mama Magufuli chatajwa, amezaliwa 1936 na kufariki 2026. Lakini mtendaji wa kijiji jela miaka 20 kwa ubadhirifu wa shilingi milioni 3.3. Mtendaji wa kijiji jela miaka 20 kwa ubadhirifu wa milioni 3.3. Lakini kiongozi atakayekwamisha miradi ya kimkakati kukiona. Huyo ni Kenani kiongozi asema atakayekwamisha miradi ya kimkakati kukiona. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini habari kubwa ni Dr. Nchimbi asimulia alivyovutana na John Pombe Joseph Magufuli. Habari inaendelea kwa kina ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Nipashe. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Inaanza na habari inayosema mradi wa Rise waondoa kikwazo cha mawasiliano kata ya Iyogwe Gairo. Mradi wa Rise waondoa kikwazo cha mawasiliano kata ya Iyogwe Gairo. Lakini serikali kujenga vituo 10 vya gesi ya CNG nchini. Huyo ni Salome asema serikali kujenga vituo 10 vya gesi ya CNG nchini ni kupitia shirika la maendeleo petroli Tanzania TPDC pamoja na kushirikiana na sekta binafsi. Asema TPDC inakamilisha taratibu za ununuzi wa vituo 5 vya CNG vinavyohamishika CNG mobile station. Viwili vitawekwa Dar es Salaam, kimoja Morogoro na katika eneo la chuo cha ardhi, na viwili mkoani Dodoma. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele. Lakini Homera asisitiza utatuzi kero za wananchi ngazi zote za uongozi. Huyo ni Homera asisitiza utatuzi wa kero za wananchi ngazi zote za uongozi. Habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari ukurasa za mbele.
Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwanahabari ni serikali kujenga vituo 10 vya gesi ya CNG nchini. Hiyo ni taarifa kutoka kwa Salome kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye asubuhi ya leo linaandika habari inayosema Tanzania yaunga mkono ubunifu mpya kifedha kwa ajili ya miradi ya usafi. Tanzania yaunga mkono ubunifu mpya kifedha kwa ajili ya miradi ya usafi. Lakini tunakwenda kijiji kwa kijiji kupata majibu kero za wananchi. Huyo ni Waziri Homera ameamua kuingia kijiji kwa kijiji kupata kero za wananchi. Habari inaendelea kwa kina ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Wamachinga. Lakini Nchimbi afichua siri. Ni siri ipi? Habari inasema Nchimbi afichua siri ni kile alichoambiwa na Rais Magufuli baada ya mwaka 2015. Asimulia namna alivyoutunza ujumbe aliyotumiwa baada ya kuteuliwa kuwa balozi. Akumbuka alivyomwambia kutofautiana mawazo na kubishana si ya uadui. Amwambia hawezi kuzima future yake. Aongoza wananchi kwa niaba ya Rais Samia. Mazishi ya Bibi Suzana Magufuli Chato. Huyo ni Nchimbi aongoza wananchi kwa niaba ya Rais Samia. Mazishi ya Bibi Suzana Magufuli huko Chato. Habari inaendelea kwa kina ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Wamachinga. Lakini tani 29 za dawa za kulevya aina Croton za naswa nchini. Tani 29 za dawa za kulevya aina Croton za naswa nchini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru ukweli daima asubuhi ya leo linaandika CCM ya onya watumishi wasiohudumia wananchi. Chama cha Mapinduzi CCM chaonya watumishi wasiohudumia wananchi. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 8. Lakini mama apoteza nyumba kwa mkopo wa shilingi 200,000. Mama apoteza nyumba kwa mkopo wa shilingi 200,000. Tunaomba tupate mawasiliano ya mama huyo pamoja na aliyemkopesha fedha hizo ili serikali iweze kuona namna ya kumsaidia na kuhakikisha haki inapatikana. Hii ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Uhuru. Shilingi 200,000, mama apoteza nyumba. Lakini Dr. Nchimbi amtaja mama Magufuli mfano wa malezi bora. Habari endelea ukurasa wa 2. Huyo ni Dr. Nchimbi ataja mama Magufuli mfano wa malezi bora. Lakini tani 29 za dawa za kulevya zaingizwa kama mbolea. Tani 29 za dawa za kulevya zaingizwa kama mbolea nchini. Habari inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Uhuru ukweli daima. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa ni mama apoteza nyumba kwa mkopo wa shilingi 200,000. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Nuru asubuhi ya leo linaandika hiyo ni Eid Mubaraka, dua kwa Rais Samia. Lakini Tanzania tuwe makini, mbweha kavaa ngozi ya kondoo. Lakini changia mradi wa samaki kituo cha Kiislamu Chungu. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye ukurasa wa mbele kwenye gazeti lako la Nuru sauti ya Waislamu. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya leo. Tunaanza na gazeti lako la Mwanahabari linaandika Rais Samia aipongeza Serengeti Boys. Hii ni vijana chini ya miaka 17 kwa kufika fainali na watakutana na Senegali. Habari inasema Rais Samia aipongeza Serengeti Boys. Lakini kocha Gamondi aongeza wawili Stars ni kutoka under 17. Vijana hawa machachari Gamondi sasa kamua kuongeza wawili. Lakini Simba waruhusiwa kumnunua Gomez. Simba waruhusiwa kumnunua Gomez. Mbunge Kilombero ajivunia nyota Serengeti Boys. Mbunge wa Kilombero ajivunia nyota wa Serengeti Boys. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika habari inasema Azam kocha Ibenge atabaki na timu. Huyo ni Azam wasema kocha Ibenge atabaki na timu baada ya tetesi kwenda kutumikia timu ya taifa ya Mali. Lakini Kaseja furaha yangu Kagera Sugar kurudi ligi kuu. Huyo ni Juma Kaseja asema furaha yangu ni kurudi Kagera irudi ligi kuu. Lakini Rais Samia aipa kongole Serengeti Boys. Rais Samia aipa kongole Serengeti Boys. Lakini kocha mkuu
Yanga Mwalimu tumejipanga kutoa ubingwa. Huyo ni Mwalimu asema tumejipanga kutoa ubingwa. Hilo ni gazeti lako la Machinga, sauti ya wanyonge, kwenye kurasa za michezo. Lakini tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe kwenye michezo asubuhi ya leo linaandika ishu ya Fadru ngoma ngumu, ishu ya Fadru ngoma ngumu. Lakini Juni 13 ni Yanga dhidi ya Mashujaa, uwanja wa Leki Tanganyika Kigoma, na Juni 18 ni Yanga dhidi ya Fountain Gate. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Hivyo ni barua vigumu vya Young African kuelekea ubingwa wa NBC Premier League. Lakini mkataba wa Chama uko hivi. Huo ni mkataba wa Chama unasema uko hivi, habari inaendelea ukurasa wa pili. Na Serengeti Boys gumzo Afcon. Serengeti Boys ni gumzo Afcon. Hawa ni vijana wa under 17 wakiwa ni gumzo nchini Tanzania kwa sababu ya kuingia fainali. Lakini kibabe Ulaya ni Arsenal dhidi ya PSG. Ni vuta ni kuvute, pata shika nguo kuchanika. Ni Arsenal dhidi ya PSG majira ya saa moja. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna mechi za kirafiki za kimataifa ni India dhidi ya Zimbabwe leo saa 10:30. India dhidi ya Zimbabwe. Hizo ni mechi za kirafiki ndani ya gazeti lako la Mwanaspoti, na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.